Mwanamke mmoja mkazi wa Ruai nchini Kenya ameathirika sana kufuatia kifo cha binti yake wa miaka 4 ambaye inadaiwa aliuawa na mfanyakazi wake wa ndani. Kwa mujibu wa Anne Wanjiru, mama wa marehemu, alimchukua mfanyakazi huyo kupitia wakala wa Ruai na walikubaliana kuwa angemlipa mshahara wake tarehe 3 ya mwezi unaofuata. Bi Wanjiru anaeleza kuwa siku ya Ijumaa Mei 1, mfanyakazi huyo alianza kuwa mkali alipokuwa akidai kulipwa kabla ya muda waliokubaliana. Bi Wanjiru anasema kwamba makubaliano yake yalikuwa kwamba angelipwa mshahara wake wa shilingi za Kenya 6,000 sawa na shilingi 120 za Kitanzania kuanzia tarehe 3 kwa sababu ndio siku aliyoanza kazi. Siku ya Ijumaa alipiga simu na kudai nimtume mshahara wake. Nilipomweleza kuwa bado sijalipwa, aliniambia nichukue mtoto wangu kutoka kwa jirani kwa kuwa anaacha kazi, Bi Wanjiru alisema. Bi Wanjiru aliporudi nyumbani jioni Ijumaa alimchukua binti yake kutoka kwa jirani, lakini alimkuta akiwa na hali mbaya kiafya. Alikuwa akilalamika mara kwa mara kuhusu maumivu ya tumbo na alitapika nilipojaribu kumlisha. Hata hivyo niliweza kumlaza usingizi majira ya saa 3 usiku, mama huyo alieleza. Majira ya saa 5 usiku, Bi Wanjiru alipokuwa akimwangalia binti yake ambaye ni mgonjwa, alimkuta akiwa baridi na alikuwa kimya. Kwa msaada wa jirani walimkimbiza mtoto huyo katika hospitali ya RFH iliyoko Ruai, lakini ilibainika kuwa tayari alikuwa amefariki muda kabla ya kufikishwa hospitalini. Mfanyakazi huyo wa ndani aliyejulikana kwa jina la Joyce Onyango kutoka Kisumu anaripotiwa kutoroka baada ya kudaiwa kumtilia sumu mtoto huyo na bado hajapatikana. Kulingana na uchunguzi wa awali, alizima simu yake katika eneo la Githurai. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.